kupitia Al-Khair Online TV. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. JUAKITA Ushirikiano. JUAKITA Ushirikiano. Ushirikiano. JUAKITA. Ushirikiano. JUAKITA. Asante sana. Mimi ni mwenyekiti wa kata ya Kimanga na pia ni mwakilishi kutoka Ilala. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa saumu yetu ya leo. Mwenyekiti wetu wa mkoa Mariam Mtambo amefanya harakati za kuweza kutufanikisha sisi watu wake wa mkoa wa Dar es Salaam kupata iftari katika mkoa wake. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamuombea Mungu pia mwenyekiti wetu adumu na pia aweze kuhangaika tena hadi ifikie wakati pia atuwezeshe kutupeleka Maka. Inshallah. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa iftari hii ya leo saumu zetu zikawe nzuri. Mwenyezi Mungu tuepushe na kila baya. Maana tumepata iftari hii ya halali kabisa. Saumu zetu nazo zikawe za halali kabisa. Mwenyekiti wetu Mwenyezi Mungu amuondolee kila baya. Mwenyezi Mungu mwenyekiti wetu amuondolee chochote kinachomwekea vikwazo katika uongozi wake. Mwenyezi Mungu tunashukuru sana kwa iftari hii ya leo na tunakuomba Mwenyezi Mungu utupe hesabu iliyokuwa nyepesi katika makaburi ya na afu pia waliotangulia mbele za haki wazazi wetu na wapenzi wetu wa Kiislamu. Manake leo pia walitamani kuwa katika Ramadhani hii lakini na wao Mwenyezi Mungu amewatanguliza, lakini tunawaombea maghfira. Baada ya kusema hayo nashukuru sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Nitashukuru kwa siku ya leo. Mimi ni katibu JUAKITA kata Kibonde Maji. Nimewakilisha viongozi wangu Bi Moza na Hidayah Espro. Hawajaweza kutokana na majukumu ya kazi. Tunashukuru kwa mwenyekiti wetu wa mkoa Bi Mariam Mtambo kuweza kutufikiria watu wake wa mkoa wa Dar es Salaam kuweza kupata iftari. Pia tunatanguliza kwanza heshima za dhati na shukrani za dhati kwa rais wetu Mama Samia Suluhu ambaye anapambana juu ya nchi yetu katika kupigania haki na usawa juu ya wanawake. Na hata katika kututetea sisi wanawake katika imani ya Kiislamu yuko mbele Mama Samia. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika majukumu yake. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi juu ya viongozi wake wa chini ambao ni watendaji. Waweze kumsikia na kushika mausia yake. Na wale wa chini waweze kuyatendea kazi kwa haki. Pia tunashukuru kwa ajili ya mufti wetu. Tangu mufti amekuwa ni rais wa Uislamu Tanzania, hakika amani, utulivu, usawa upo katika nchi yetu ya Tanzania. Hata watu waliokuwa wanaupinga Uislamu sasa hivi wamekuwa sambamba na Uislamu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu mufti wetu. Mungu azidi kumpa hekima na busara. Mungu azidi kumpa nguvu na uwezo wa kutuongoza sisi. Pia na mwenyekiti wetu Bi Mariam Mtambo. Mwenyezi Mungu amuongoze katika rehema zake. Mwenyezi Mungu amwepushie fitna na husda za watu wasiopenda maendeleo. Maana kuna watu ambao wanampiga vita, sio kwamba wanapiga vita kwa ajili ya kutenda haki, lakini wanampiga vita kwa sababu yeye anatetea watu wake wanyonge. Hana ile haja ya kusema hivi angalie familia yake, lakini anaangalia jamii ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ampe nguvu, Mwenyezi Mungu ampe nuru, Mwenyezi Mungu amzidishe, amwepushe na maradhi. Yao maradhi ya siri Mwenyezi Mungu amuepushe, yao maradhi ya dhahiri Mwenyezi Mungu amwepushie. Kuwe na ubaya katika kazi zake, katika mipango yake, Allah amtetee, ampiganie, amuongoze kwa kila hatua, amuongoze kwa kila njia. Hekima na busara, ufahamu, maarifa na jitihada. Allah amfunike dada yetu Bi Mariam Mtambo. Na sisi watu wake wa chini tumuone na kumwelewa. Na wale ambao hawamwelewi, Allah ukabadilishe mioyo yao wakaweze kumwelewa,
wawe kwa akili, wawe katika imani zao, wamwelewe, watake wasitake, wamwelewe kiongozi wetu Bi Mariam Mtambo, kwa sababu sisi wenyewe tunaweza kumkumbuka. Ameweza kutufanyia mengi. Maulidi ya mkoa inafana, watu tunakuja tena bila idadi, hana vipingamizi kama shughuli zingine kwamba watu wanaingia kwa kadi. Yeye watu wanaingia kwa idadi yake kutokana na upendo wake. Futari hii ambayo leo tumeipata, kusema ukweli tunamshukuru Allah, kwa sababu katika miaka yote mwaka huu ni mwaka mgumu katika kipato. Watu wanafunga futari shida, watu wanafunga kwa imani, kwa kumcha Allah, lakini si kwamba kwa kupata riziki. Lakini mwenyekiti wetu wa mkoa ametufanikishia, amepambana na kuweza kutupatia futari hii. Futari hii tunapoenda kuitumia na kila mtu atakapoenda kuipokea, Allah mzidishie mapenzi juu yako, Allah mzidishie mapenzi juu ya kiongozi wetu. Tushikamane, tuwe wamoja, tuliombee taifa letu, tupendane, tuwe kama kumbi, tuwe kama siafu, tuwe kama nchwa walivyo na umoja. Mwenyezi Mungu tupe amani. Mwenyezi Mungu tunataka tufanikishiwe majambo yetu ya amani, na tuweze kuieneza dini yetu ya Uislamu kwa Waislamu na wasio Waislamu, watu wakaweze kuikubali dini yetu. Katika nchi ya Tanzania izidi kuwa ni kisiwa cha amani na kisiwa cha dini. Watu wengine wa nje waje kujifunza dini ya Uislamu katika nchi yetu, maana ni kitovu cha amani. Natoa shukurani. Nashukuru Mwenyezi Mungu awajalie waliotoa sadaka hii. Mwenyezi Mungu awajalie, awafurahishe kama alivyotufurahisha sisi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mwenyezi Mungu amlinde kiongozi wetu, mama yetu Mariam Mtambo. Mwenyezi Mungu amkinge na shari za kibinadamu na shari za kishaitani, amkinge na husda za kibinadamu na husda za kishaitani. Mwenyezi Mungu amnyanyue, amjalie mwisho mwema yeye na wazazi wake. Kwa majina naitwa Mariam Mohamed Ramadhani Fundikira, natokea kata ya Mwananyamala, wilaya ya Kinondoni. Kwa siku hii ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii kwa kuwezeshwa na mwenyekiti wetu Mariam Mtambo kutuhurumia, kutufikiria sisi ambao wa chini yake anaotuongoza katika JUAKITA yetu. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, amfungulie milango ya baraka, amfungulie milango ya matajiri na wawezaji wa kumwezesha. Mwenyezi Mungu naomba awafanyie kila la kheri viongozi wetu wa katika BAKWATA, hasa hususan mufti wetu. Mwenyezi Mungu ajalie aweze kutuongoza kwa vizuri na aweze kutulea kwa vizuri, maana ni mlezi wetu. Pia tunamuomba Mama Samia Suluhu Hassan atuwezeshe sisi wanawake, amtizame jicho la huruma mwenyekiti wetu Mariam Mtambo, kwa sababu mwaka huu Ramadhani tunafuturu daku hiyo iftari tutakaufuturu, na vile vile kipato ni kidogo. Kwa hiyo akimjalia kumpatia mwenyekiti wetu Mariam Mtambo matajiri, wawezeshaji wamwezeshe, ili wote tupate kuenea kupata futari hii ya sadaka. Zinafika na wala hawezi kuzibabaisha. Sisi tumeshapokea sio mara moja wala mara mbili mara tatu. Yakipata hata kama saa 8 ya usiku tunapigiwa simu, jamani njooni iftari kesho mtamkia kufuturu, na sisi tunafika. Kwa hiyo anajitahidi na anapambana sana kwa ajili yetu kina mama wa JUAKITA wenye hali zetu za kawaida, hali za chini, dhaifu. Kuna wajane tele humo na kuna mayatima tele katika ulezi huu anaulea. Sio kama watu wote wako sawa, lakini kachanganya. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie, amzidishie huruma na mapenzi zaidi ya hapo. Tunaomba Mama Samia Mwenyezi Mungu amjalie aweze kutuongoza kwa amani na salama, yeye pamoja na viongozi wake wa chini yake.
kila anoleta fitna katika utawala wake Mwenyezi Mungu mimi nasema amkandamize, amdhalilishe, amwangamize. Amani na upendo na uadilifu utawale kama yeye jinsi anavyotangaza. Pia na tunataka katika uchaguzi wetu mwaka huu aujalie uwe wa salama na amani na uadilifu na upendo. Mwenyezi Mungu azidishe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu azidishe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu azidishe amani zaidi katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe nusura katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe nusura katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe nusura katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu atulainishe roho zetu wa Tanzania na ambao sio wa Tanzania wako katika nchi yetu, tuishi kwa amani na furaha, sio kwa ujahili wala kwa udhalimu, kwa kuumizana. Tunaomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwenye nchi yetu. Tunaomba mwenyekiti wetu Mariam Mtambo azidi kutubeba, na sisi tunampenda, tena tunampenda sana. Asiyempenda ni mwenye kisongoro mvinyo. Basi Mwenyezi Mungu amuone atakapomhukumu ndio huko, lakini anayekuja kiunafiki Mwenyezi Mungu amdhalilishe. Anakuja kwa lillahi, Mwenyezi Mungu amlainishe. Kwa majina naitwa Mariam Mbega, ni mjumbe wa JUAKITA wilaya Kigamboni. JUAKITA ushirikiano. JUAKITA. Jamani, mimi nikisema sana naona kama machozi yatanitoka. Isipokuwa tu tunashukuru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yani sina mengi ya kuongea isipokuwa ni furaha tuliokuwa nayo wa mama. Na tunamwombea mwenyekiti wetu afya. Amuondolee homa za jioni Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu tustiri si waja wako na Ramadhani hii na swaumu hii. Utupe nguvu tuweze kufunga ifungo hii ya Ramadhani na tuweze kufanya ibada zote Mwenyezi Mungu. Kwa haya machache wahaza, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Asma Ayubu Salum. Nashukuru sana kwa kupata hii iftari. Namuomba mwenyekiti wetu Bi Mariam Mtambo Mwenyezi Mungu amjalie, maana angekuwa na roho mbaya hivi vitu amepewa wala singeita pia watu wa JUAKITA waje kuchukua. Kiukweli huyu mwenyekiti wetu ana roho nzuri, mimi nimemfuatilia wilaya mpaka leo yuko mkoa na nipo JUAKITA ushirikiano JUAKITA. Alhamdulillah, pia namshukuru kiongozi wetu Rais Mama Samia Suluhu. Mwenyezi Mungu amuongezee umri mrefu na apite kwa baraka zake. Nuni Masawe, mwenyekiti msaidizi wilaya ya Ubungo JUAKITA. Niko mbele hapa kwa kuwakilisha wanyonge waliokuwa katika wilaya yangu kwa ajili ya upokeaji wa iftari iliyokuwa mbele yetu. Tunampongeza sana Bi Mariam kwa hili alilolifanya katika juhudi zake za kututafutia iftari kwa watu wetu waliokuwa katika hali ya chini kabisa. Bi Mariam, Mwenyezi Mungu amhifadhi, lakini pia hii ni njia ya mapenzi iliyokuwa kubwa kabisa ambayo anaiongoza mufti wetu wa Tanzania. Tunaona utendaji wake, anavyoshirikiana na watu, anavyopeana mawazo mazuri katika kuiendeleza taasisi yetu ya BAKWATA. Jamani, ili jambo lilikuwa haliko vizuri, lakini tangu alipoingia Dr. Zuberi, sisi tuna furaha na tunaona mabadiliko ni makubwa. Kuna watu wanafanya vitu vikubwa kupitia yeye, lakini pia riziki imeongezeka. Ile hali ambayo ilikuwa ni ya unyonge anaiondoa kwa kuwapeleka watu na kuwaingiza watu katika uchumi na mambo mengine mbalimbali. Jamani, dini ya Uislamu ina mambo mazuri. Na katika Uislamu tumehusiwa sana kupeana zawadi ili tuzidishe mapenzi. Haya ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema katika hadithi zake kwamba peaneni zawadi ili mzidi kupendana. Kwa hiyo hii ni mikakati iliyowekwa kutoka juu na mufti wetu wa Tanzania. Sisi viongozi wa chini tunaendeleza na kufuatisha. Lakini ili jambo lingeweza kuisha ovyo tu, lakini kiongozi wetu mahiri Bi Mariam Mtambo ana uongozi na uweledi, ana uongozi mzuri na uweledi katika utendaji. Ndio maana kila kitu chake kinaenda katika maandishi, katika kuonekana kama hivi. Ili jambo lilikuwa sio la kuweka katika media, lakini anachokifanya anajiamini na wanaopata iftari ni watu sahihi. Kwani asijionyeshe? Kwa hiyo yeye anajionyesha, lakini sio ufahari na wala sio ria. Anawapa hamasa wengine ambao wanahitaji kutoa, basi watoe na kuendeleza harakati hizi. Lakini pia katika iftari hizi tunaomba zisio zinatoka siku chache. Kama kuna uwezo wa kufanya hata kwenye 10
ya rehma, kwenye makumi mengine. Mtu akijiona na wasa wa kutoa, basi amuone Mariam Mtambo, kwa sababu yeye ni chombo, na chombo hichi ndo kinachojua watu ambao wanahitaji na mahitaji yao yanafika katika njia iliyokuwa sahihi. Sisi ni kiongozi wetu, tunajivunia, lakini pia tunamsikiliza na kufuata yale anayofanya kwa sababu yako sahihi. Tumuombee dua mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ametuweka katika amani katika nchi yetu ya Tanzania. Anatuongoza vizuri, lakini anahusia. Juzi tu nimemsikia akisema kwamba nyie watu wa dini simameni katika nafasi zenu, kwa sababu Wakristo wakisimama katika nafasi yao nchi itakuwa na amani. Waislamu wakisimama katika nafasi yao nchi itakuwa na imani. Kwa hiyo itakuwa na amani. Kwa hiyo sisi tunajivunia kama viongozi wa dini kusimamia haya. Tuwape nguvu viongozi wetu ili wafike katika hatua ambayo ni nzuri zaidi ya hapa. Mwenyezi Mungu awazidishe imani wote wanaosimamia jambo hili, lakini aitie nguvu sana JUAKITA, kwa sababu ukihitaja JUAKITA hakika umetaja kitovu cha mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo tuisimamie vizuri, tuiongoze, wale ambao ni viongozi wasimamie uongozi vizuri ili tuweze kufika salama katika jahazi hili. Kwa haya machache, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Khadija Saidi Mataka, ni naibu katibu JUAKITA mkoa wa Dar es Salaam, chini ya kiongozi wangu mahiri kabisa Bi Mariam Mtambo. Nipo hapa mbele yenu kutoa shukurani haswa kwa huyu aliyetupa hii sadaka yake ya iftari, Bi Farida au Mama Sadam. Japo hapendi kutajwa, lakini inatulazimu kwa wale mapenzi kumtaja, kwa sababu mbona hakufikiria wengine, katufikiria sisi mpaka kaleta sadaka yake kwa kiongozi wetu. Kwa hiyo lazima tumshukuru mwanamke huyu, na Allah ampandishe daraja zaidi, amuongezee pato lake, ili mwakani sasa tupate iftari kwa wingi zaidi. Na haya maneno sio kama nasema mimi, na nukuu kutoka kwake yeye mwenyewe kwamba jamani, salamu pelekeni Bi Mariam aniombee dua riziki iongezeke ili niwafikie wahitaji zaidi. Kwa hiyo wakina mama wa JUAKITA, tunaomba dua zenu kwa wingi kwa Bi Farida. La pili, nitoipongeze sana kwa kiongozi wetu Bi Mariam Mtambo. Jamani, mama huyu ana haso kwa ajili ya watu wake. Ramadhani imeanza, yeye anakaa hapa, wallahi anafikiria JUAKITA, futari tunaipata wapi kwa hawa wa mama? Anapiga simu kuanzia asubuhi mpaka jioni kuomba nini? Futari. Yani yeye ndo anatuombea sisi. Umeelewa? Kwa hiyo lazima tumpongeze, tumuombe dua, Allah ampe afya, azidi kutupambania. Na yote haya ni matunda ya mufti wetu, shehe wetu mkuu. Yeye ndio yani ndio mwalimu wa kiongozi wetu Bi Mariam Mtambo, kwamba yeye anamkochi na kweli amezingatia ile ambayo mufti amemuelekeza na anafanyia kazi. Na kweli JUAKITA sasa hivi iko juu jamani. JUAKITA inajulikana kila kona kupitia Bi Mariam Mtambo. Tanzania nzima JUAKITA iko juu sasa hivi. Mipango ya Bi Mariam Mtambo aliyoitoa wengi wameifuata na mafanikio yapo. Kwa hiyo Allah atuwekee kiongozi wetu apate afya njema, azidi kuliendesha hili gurudumu mpaka pale Allah atakapotupandisha daraja zaidi. JUAKITA ushirikiano JUAKITA. Na lingine tunayoombea nchi yetu ya Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, Allah ampe nguvu, ampe afya, ampe ujasiri wa kuweza kuiongoza nchi hii kwa weledi na kwa mapenzi makubwa. Na lingine, mama Samia amuone Bi Mariam Mtambo jamani, jinsi gani anavyohangaika kwa tabu, lakini iftari anazopata ndogo hazitoshi, wahitaji ni wengi. Saa hizi tunaelekea Charambe, huko kuna wamama wana hali ngumu sana. Yani wanafuturu miogo mitatu, watu wako karibu na 5, miogo ya kuchemsha jamani. Pembeni ana uji wake wa sembe, kamaliza habari. Huo uji hata sukari hauna. Yani kwenye kile kituo ukienda wallahi machozi yanakutoka. Kwa hiyo mama kafaiti mpaka kapata iftari kidogo, tunaipeleka hapo baada ya swala. Kwa hiyo jamani, mpeni nguvu matajiri mlokuepo, kutoa ni moyo, na hasa huu mwezi wa Ramadhani tunatakiwa tutoe, tuwalishe nani? Wanyonge, ili swaumu zetu basi Allah afanyeje? Azipokee vizuri. Kwa hiyo mimi rai yangu naomba matajiri, mama Samia wote wamuone mama Mariam Mtambo, ana watu wengi ambao wana hali ngumu mno, ili aweze kuwasaidia, na nyinyi pia mfanikiwe kwa zile dua ambazo watazitoa wale wahitaji baada ya kupata iftari. Kama mlivyoshuhudia hapa, baadhi ya kina mama wameongea sana kuwashukuru. Kwa sababu nini? Hawakuwa na iftari. Leo wamepata iftari, lazima wawashukuru. Jamani, tunaomba sana, shima alaikum, tunawakaribisha JUAKITA chini ya mwenyekiti wetu Bi Mariam Mtambo. Tunapokea
futari ya aina yoyote, na itafika kwenye mikono salama ya walengwa. Walengwa ni wengi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli sina pa kusema. Asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa. Ima dada Farida sio tajiri, naomba mlitambue hilo, lakini ana moyo wa kutoa. Huu ni mwaka wa 4 kwa upande wa mkoa toka nimechukua hichi kiti tarehe 8 mwezi wa 3 mwezi huu. Sasa nimetimiza miaka 4. Dada Farida alituanzia na futari 200, lakini hali ya kibinadamu inabadilika. Kwa salamu nilizozipata jana kwa naibu katibu wa mkoa wa Dar es Salaam, Ukhti Khadija, anasema tuzidishe dua. Mwakani hata zifike hata 1000 aweze kutuletea. Lakini Mwenyezi Mungu atampa fungu lake kubwa sana. Atampa riski asiyoifikiria na atampa uhai mrefu. Tuhakikishe wanajua kita tuna maendeleo. Hatufikiri kwa futari tu. Ukhti Farida anafikiria mengi, lakini bado Allah hajamruzuku. Mimi ninachoomba, kwanza tumuombee dua kubwa sana mufti wetu wa Tanzania, Sheikh Abubakar bin Zuberi wa Ali wa Mbwana. Ni mufti wa mfano, ni mufti wa kuigwa, ni mufti wa kipekee. Ima katika uongozi wowote haukosi changamoto, haukosi mitihani na misukosuko. Ikiwa amepata Mtume Muhammad sallallahu alaihi, nani sisi wafuasi wake? Mufti bwana anataka maendeleo ya Waislamu, anataka amani katika dini yetu, anataka tutende matendo yaliyokuwa makubwa sana. Kesho tukaseme nini? Katika tendo mojawapo mwezi mtukufu wa Ramadhani, kulisha watu wenye uhitaji. Tuna wilaya 5, tuna kata 102. Nimefikia takriban kata zote 102. Kwa mguu wangu mwenye sijatuma mtu. Lakini hali iliyokuwa katika kata hizo, sio wote wana uwezo. Kuna watu wakishafuturu ndiyo daku moja kwa moja. Na hiyo futuru yenyewe ima amefuturu maji na tende, na mwingine hapa sasa hivi tunatoa hizi futari anasema leo ndo naenda kupata tende kula na kuweza kupata futari za maana kuweza kula. Nimeingia ndani, nimelia kwa uchungu sana. Nimepata futari hata 100 hazijatimia. Tena kwa mwanamke mmoja tu anadunduliza mwaka mzima. Katika biashara yake anadunduliza mwaka mzima. Matajiri wa Tanzania, mimi sitaki hata 1000. Nileteni futari tuwape watu wenye hali ya chini ambao wana shida. Wengine wameachiwa watoto na waume. Wana hali ngumu sana, siku za kula mchana tuwaache. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani, wallahi alazim, mimi nawaitia wakina mama, wala sitaki nipewe futari nikalale nazo. Mkizileta futari, mimi nitawaita wakina mama kama mnavyowaona. Watakuja tena kwa majina na sehemu wanazokaa. Tuna database. Mkoa wa Dar es Salaam nimewafikia watu 200,000. 200,000 wako watu wana hali ngumu sana za kimaisha. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kazi yako ni kubwa sana unayoifanya, na unakwenda sehemu mbali kusaidia watu. Tunaomba jumuiya ya wanawake wa Kiislamu jua kita, tuna uhitaji mkubwa sana mno. Futari ni ngumu sana safari hii, ngumu mno. Mimi silali nyumbani kwangu, watu takriban kuanzia asubuhi mpaka jioni wanafika hata watu 100 kwa siku mpaka 200. Wanagonga, wanasubiri, wanashinda. Hali yangu ni ngumu kabisa, lakini nashindwa. Saa nyingine na futari zile ninazotaka kufuturu inahitaji nitoe.
Naona bora mimi nisipate, lakini wapate wale wenzi. Mtu ana mtoto mgongoni, jua kali, na ninamjua, sio kwamba wanakuja tu watu barabarani tu hovyo, wanatafuta mwenyekiti anakaa wapi. Lakini kila kitu ni kadara ya Mwenyezi Mungu. Naamini iko siku jumuiya wanawake wa Kiislamu tutajitahidi kutoa elimu na kina mama waweze kupata misingi ya biashara, waweze kufanya biashara, waweze kujikwamua, kwa sababu hali zao ni duni. Hata mikopo huko hawezi kupata, vigezo hawana, wanazidi kuteketea. Hali ni ngumu sana jamani. Matajiri wa nchi hii, tunawaomba, leteni futari, msinipe pesa. Mimi sina shida ya shilingi hata moja. Hapa natafuta kufa tu, natafuta akhera yangu niende peponi. Kwa hiyo sihitaji chochote, nahitaji msaada kwa kina mama. Na waombea mama wenzangu, na waona tumefika Chalambe siku hiyo kupeleka futari. Adhana inaadhini pale, nimeshindwa kupewa hata maji ya kunywa. Wanaogopa maji ya kunywa yenyewe, wanashindwa kupata. Wamehifadhi Qur'ani kina mama, wanaijua dini, wanasoma, wanaswali, na wengine hawajui maamuma. Kuna wengine wanasema mwenyekiti umetupa hii futari, wallahi tulikuwa tunaenda kuziniwa. Nimelia mimi ili niweze kufuturisha watoto wangu, wallahi mpaka nikalia, nikamwambia hapana, msifanye namna hiyo. Mtu ananiambia nifanye nini? Mimi sifungi, lakini watoto wangu wanafunga. Futari ninazotoa mimi ninaziniwa. Mtu mwingine hakupi futari mpaka akuzini. Na tumeambiwa ila takrabu zina, tusikurubie zina, lakini mtu anakubali, anakosa kufunga, mtoto wake afunge. Mama, mtoto anaua mzazi aui. Tunaomba, hatutaki pesa. Sisi pesa hatuhitaji kabisa, tunahitaji futari. Mwenyezi Mungu amhifadhi mama yetu Samia Suluhu Hassan, amuondolee mitihani. Uongozi una changamoto nyingi, kila mwenye uadui naye inshallah utamrudia mwenyewe. Mwenyezi Mungu azidi kuitangaza nchi yetu ndani ya nchi na nje ya nchi. Kazi kubwa anayoifanya, anatembea sana kutafuta maendeleo ya nchi yetu, na anapambana, amefanya kazi kubwa. Kamtua kuni mwanamama, kamtua ndoo mwanamama ya maji, ametengeneza barabara, watoto wanasoma shule bure. Mwanamke anafanya vitu vingi, nikisema ni mambo mengi sana anayofanya huyu mama, lakini Allah atamlipa. Na kila unachofanya katika dini ya Kiislamu, kumpa mtoto ilmu yenye manufaa, ni sadaqatul jariyah. Kutengeneza barabara, unatoa ajali, unatoa mambo mbalimbali, ni sadaqatul jariyah. Mahospitali, wazazi sasa hivi walikuwa watu wanakufa ima kwa kadara ya Mwenyezi Mungu, lakini ukiboresha kitu kinakuwa ni manufaa. Kwa hiyo yeye anapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, analeta amani katika nchi yetu, analeta upendo katika nchi yetu. Juzi ametoa bodaboda kwa kina mama Arusha. Ni mama wa aina gani? Ni rais wa aina gani? Mwanamke. Watu hawakufikiria, lakini rais huyu ameweza kufanya miujiza katika nchi yetu. Leo hawatomuona, lakini kesho watamuona. Kesho watajua umuhimu wake, watajua thamani yake, watajua nguvu zake anazozitoa, halali mchana, halali usiku. Tuko kwenye mashindano ya Qur'ani Mkapa pale, wallahi kaingia katoka kaenda sehemu nyingine Tanga. Halali mama wa watu. Tumwangalie kwa jicho la huruma, na tusimame naye, na mitano tena tutampa inshallah, aweze kumaliza kazi aliyokuwa nayo, aweze kutusimamia kwa weledi mkubwa, na watu wake wote alioagiza kufanya kazi, Mwenyezi Mungu awasimamie wafanye kazi kwa takwa. Ametupongeza viongozi wa dini zote, habagui, hachagui mwanamke huyu biidhnillah, kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa nguvu ya mwezi huu na kwa jua hili. Mwenyezi Mungu amsimamie Samia Suluhu Hassan, amsimamie kwa nguvu kubwa, amuondolee mitihani, ampe afya iliyokuwa thabiti mama yetu huyu, kipenzi wa wanawake na wanaume na watoto na wazee, kipenzi katika jamii yetu na katika nchi yetu ya Kiislamu, nchi yetu ya Tanzania. Wallahi anampenda kila mtu mama huyu, hata achagui wala habagui. Hawezi kutufikia sisi watu wote, hawezi kutufikia jamani. Amepandisha mishahara, ametoa ajira, anatizama hali za watu, lakini kila kitu. Mbuyu ulianza kama mchicha,
Anapambana, wallahi alazim. Mungu atamsimamia mama yetu. Lakini bila kumsahau Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Mnajua kapeleka watu 300 Moroko kwenda kusoma. Anawataka mamufti wa baadaye, watoto wadogo. Amepeleka maimamu kwenda kujifunza. Amepeleka watu mbalimbali, wallahi. Na sasa katika mkoa wetu na nchi nzima ya Tanzania, maendeleo ya Waislamu yanaonekana biidhnillah. Mwenyezi Mungu anasema amuhifadhi, ampe afya ile kwa thabiti. Amesema jitambue, badilika, wacha mazoea. Na sisi tunasema JUAKITA ushirikiano, JUAKITA ushirikiano, mitano, tusihofie wala tusiogope. Wa kuchaguliwa ni Samia Suluhu Hassan, Doktor, mwanamke wa nguvu, mwanamke mahiri, na yeyote hatusimwangalie. JUAKITA na Samia. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Ukhti Mariam Hafidh Kombo, mwenyekiti wa wilaya ya Kinondoni, Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu JUAKITA. Leo niko hapa kwa mwenyekiti wetu Bi Mariam Miraji Mtambo, nyumbani kwake maeneo ya Kinondoni kwa Pinda, kwa ajili ya kuja kufuata iftari. Wilaya zote leo alhamdulillah rabbil alamina tumekusanyika hapa. Wilaya ya Kinondoni, wilaya ya Ilala, wilaya ya Ubungo, wilaya ya Kigamboni, wilaya ya Temeke. Leo wote katuita tuje kufuata iftari. Mwenyezi Mungu kamjalia, kapambana kwa alivyopambana kwa jasho lake huku na huku, ili kutupatia sisi wilaya zake wanawake wa jumuiya hii ya wanawake wa Kiislamu kupata riziki hii ya sadaka alotuitia hapa nyumbani kwake. Tunamshukuru Mungu, sisi hatuna cha kumpa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amjaze na amjalie kheri na baraka zote wallahi. Kwa sababu tangu tumeingia JUAKITA yeye anakuwa ni mpambanaji. Kila mwaka yeye anatupambania sisi wanawake wenziwe wa JUAKITA, wale wenye hali ngumu, ili wapate chochote kitu. Akipata yeye, sio kwamba anakula peke yake. Anasema la hasha, lazima na wenzangu wale ambao wako kwenye hali ngumu sana, wako kwenye mashaka makubwa, na wao wapate. Leo tumekuja kwake, katuita maskini ya Mungu, mwenyekiti wetu kwa upendo. Haya ndugu zangu, njooni. Katuita baadhi ya watu ambao hawako vyema, wamekuja kufuata iftari, na sisi kama viongozi tumeongozana nao wanawake hawa kuja kuchukua iftari kwa mwenyekiti. Mwenyekiti ana mtu yote anompa, ila yeye mwenyewe kwa kuhangaika kwake, anavyojua yeye mwenyewe, kwa usiku na mchana anaingia huku anatokea huku, ili watu wake wanawake wenziwe ambao wako katika hali duni, na wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu wapate chochote kitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatuna cha kumpa. Tumepata iftari maridhawa, tumepata iftari nzuri. Hapewi na mtu yoyote, ila kwa nguvu zake yeye mwenyewe kujihangaisha huku na huku. Hali duni, anahangaika, anatuomba tufanye kila hali tuwe tunachanga angalau hata 1,000 kwa mwezi. Lakini kusema la kweli, hali nzito sana, hasa kwa wanawake wenzetu baadhi wa Kiislamu ambayo hali zao si nzuri sana. Kwa hiyo najua watu wengi watasikiza hii na ni video, watasikiza haya maneno, watasikiza haya sauti. Tunawaomba jamani, unaambiwa utamwa ngoma uingie ucheze. Hali za watu zimekuwa duni sana jamani. Huyu mtoto mwenyekiti anapambana, anahangaika kwa usiku na mchana. Tunaomba watu ambao Mungu kawajalia, manake tunajua Mwenyezi Mungu kuna alowajalia sana, alowajalia katikati, alowajalia chini, na ambao wako chini kabisa. Jamani, hali ni mbaya. Ingieni jamani, tembeeni muone. Tembeeni kwenye mawilaya, kwenye makata huko muone. Hali ni za duni sana. Watu wako katika hali mbaya. Nikisema hivi mtu anaweza akasema huyu mama naye anasema, lakini hata mtu akinipigia simu mwenyekiti wa jumuiya hii ya wanawake mkoa, watapata maelezo mazuri sana
watu ambao wengi walikuwa katika hali duni. Tunaomba kwa atakayesikia ajue kabisa kwamba kweli bado kuna watu wanataka msaada, na ukizingatia sasa hivi hali zinazidi kuwa ngumu. Mimi niseme nimemaliza, ndio nataka kuyasema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie mwenyekiti wetu nguvu, amjalie mwenyekiti wetu afya, amjalie kheri, amjalie baraka na riziki za halali. Najua anapopata yeye huwa anatukumbukaga na sisi wanawake wenziwe. Kwa hiyo nimuombe Mwenyezi Mungu amzidishie kheri na baraka sana, na ampe tena, amwondole kila na maradhi, kila na hasda, kila na husda na shari zote amwondolee, ampambanie, amsimamie katika majukumu yake ya kazi. Hii kazi si ya mchezo, hii kazi ni ngumu sana. Watafutia wenzio chakula, na inataka pia ni na moyo, na Mwenyezi Mungu azidi kumjalia moyo huo wa upendo wa kuwajali wanawake wenzio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Al Khair Online TV.